Mimi naitwa Peter Alex Kilomba, ni katibu mstaafu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, lakini ni mtiania wa ubunge wa jimbo la Igarula linalotoka wilaya ya Uyui. Na sisi miongoni mwa ambao tunakithia chama, tunakubaliana thabiti kabisa katika misimamo ya chama, mwenendo wa chama, utaratibu wa chama. Tumekuwa tukieleza mara kadhaa kupitia ninyi waandishi wa habari hali na afya ya kisiasa mkoa wa Tabora na kanda ya Magharibi. Sasa kwa kuwa imefika zamu yetu, na juzi mmewaona, mlikuwa nao, wameeleza wakapotosha taifa kwamba wamehama na wanachama na viongozi wasiopungua 100. Sasa kwenye hili ndio maana tumeamua kutoka hadharani tuwaeleze wanachadema wote nchi nzima na kanda yetu kwamba kile kilichofanyika ni upotoshwaji. Kanda yetu iko salama, sanjari na kwamba wapo hao miongoni mwao wachache ambao wameondoka. Kwa mkoa wa Tabora, kile kilichofanyika juzi na kuzungumza kwamba wamehama watu 100, naomba hii ikae kwenye rekodi vizuri. Aliyeondoka, na haikuwa kwa bahati mbaya, ni ambaye hakuwahi kulizishwa na uchaguzi, sanjari na kwamba ulikuwa kidemokrasia, na kulizishwa na matokeo na alikuwa ya kidemokrasia na ya huru na ya wazi, na alikuwa mpambe wa makamu wa mwenyekiti mstaafu wa chama chetu, sanjari na kwamba mwenyekiti mwenyewe Freeman Mbowe mstaafu alilizika na alikuwa mtu wa kwanza kutweet kumpongeza Mheshimiwa Lissu kwa ushindi alioupata. Wapambe wake miongoni mwao wakiwemo aliyekuwa mwenyekiti wa chama hiki mkoa wa Tabora bado hajakubali matokeo. Kwa hiyo kutoka kwake, na mtakumbuka tulizungumza nanyi na tulitoa hadharani, tulikuwa hatuna mashaka, na kwa sababu chama hiki ni makini, kilikwisha andaa utaratibu maalum wa kuhakikisha afya na ulinzi wa chama chetu unaendelea kuwa timamu, na Chadema Tabora na kanda ya Magharibi inazidi kuimarika. Yule James Kabepere ndio aliyeondoka. Kuna mtu mmoja, sitamtaja kwa jina kwa sababu Kabepere tulikuwa tumemtaja, alikuwa mwenyekiti wa mkoa, nitamtaja tu mwingine kwa cheo chake ambacho alikuwa kikihudumu. Ni yule aliyekuwa katibu wa Tabora Manispaa tunapozungumzia, naye aliondoka. Kwa hiyo lile job plot, na moja kati ya mambo amedanganya taifa, alizoa magenge ya wahuni kwenye virabu kabisa, akawajaza ukumbini akisema kwamba hao ni sehemu ya viongozi wa Tabora Manispaa. Tabora Manispaa, kwa uzoefu wangu kama katibu mstaafu wa chama wa mkoa, ina kata 29. Viongozi wote wa kata hizo wako timamu, wanaamini katika ujenzi wa chama na wanahubiri slogan ya chama chetu ya Stronger Together, wanahubiri msimamo wa chama wa no reform no election. Wengi wa vijana unaotuona kwenye chama sasa hizi tuna jeuri ya kusimama mpaka kwenye hizi place, ni matokeo ya malezi ya Mbowe. Na Mbowe ndiye aliyetufundisha sisi kukilinda chama, na ulinzi na mapambano tunayoendesha kukilinda Chadema sasa hivi yanatokana na malezi mazuri ya Freeman Mbowe. Tunashindwaje kuwa na upendo na baba yetu aliyetulea? Hatufundisha. Na moja kati ya kauli ya Mheshimiwa Mbowe siku zote alikuwa anasema, kilindeni chama kwa uwivu mkubwa. Na ndio maana sisi unaona hapa tumekaa tunapambana. Huu ni uwivu unaotusumbua. Kwa lazima tushirikiane kulijenga taifa letu kwa wivu mkubwa. Chama chetu ni njia tu ya kuwapika viongozi na kuwatengeneza kwa ajili ya kwenda kulisimamia taifa letu, rasilimali zake pamoja na mali zitakazopatikana kwa ajili ya vizazi vyake. Hakuna mtu hata mmoja mwenye faida kubwa kuliko wananchi tunaowasimamia. Hata sisi viongozi tuliopata nafasi Chadema leo ni watu wadogo tu tulioaminiwa na mamilioni ya watu kuisimamia taasisi yetu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.